بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، endelea na kitabu chetu cha Matnu al-Kafafi. Katika beti za nyuma alisema rahimahullahu ta'ala, wa in yuzahim hadathan yuqaddimu au yuqaddamu idh dhuhruhu yakhlufuhu tayammumu thumma almahallu ma alayhi ya'tamid qa'iman au jalisan au idha sajad la najsun bi tarafi alhasiri لو مار مورك على الشهير أو ما بجنبك تمس أو يمس ثوبك أو تحت حصيرك كنس ولابس طرف ثوب بقدر طرفه الملقى بالأرض استضر. Nisoma katika beti zilizopita nasema, wa in yuzahim hadathan yuqaddamu idh dhuhruhu yakhlufuhu tayammumu, ikisongamana hadathi na najis, akawa mtu anahitaji kuondosha najis na anahitaji kuondosha hadath kwenye mwili wa mtu, kwenye nguo ya mtu, vimeshikamana vyote kwa pamoja. Umefika wakati ana hadathi na wakati huo huo ana nini? Ana najis viwili kwa wakati mmoja. Hadathi mfano kawa na mkojo au ana haja ndogo, haja kubwa, ana haidh au ana nifasi, ana janaba, huyo ana hadath. Lakini wakati huo huo akawa na najis, nyesi cha mnyama kwenye nguo yake au chochote katika najisi, damu, viwili hivi vimekuwa sehemu moja wakati huo mmoja. Halafu wakati huo huo fa inna ma'ahu qalilatun au qalilun, maji yake akawa ni machache. Maji ya kuondoshea hadathi akiyatumia hayatoshi, akiyatumia hayo maji kuondoshea khabathi najisi hayafanyaji, hayatoshi. Nini afanye mtu namna hii? Beti ukasema, nasema shekhe, wa in yuzahim hadathan yuqaddamu idh dhuhruhu yakhlufuhu tayammumu, atatanguliza kujitaharisha kwa kuondosha hadath, atajitaharisha kwa kuondosha hadath. Kwa maana kama na janaba, basi atatumia ile maji kwa uchache wake kuoga, kuondosha janaba. Kama alikuwa na shida ya kutia udhu, atajisafisha kisha atia udhu. Kwa nini ametangulizwa hadathi? Naam, kasema idh tuhuruhu yakhlufuhu at-tayammum, kwa sababu tahara ya kujitaharisha wa hadathi ikiwa haijakamilika utafuata kuleta nini? Tayammum. Utaweka tayammum, utajisafisha kwa mchanga, ndio maana tahara yake itakuwa imekamilika kwa ujumla. Kwa hiyo hadathi na khabath vikijikusanya kwa wakati mmoja, anza kuosha hadathi kwanza, oga janaba kwanza, oga hedhi kwanza. Mwanamke aondoshe hedhi, kwa sababu baada ya hapo kama hayo maji yatakuwa hayatoshi, atafuatishia kutumia nini? Changa. Hiyo nukta ya kwanza tulisoma tukaimaliza, na tukatoa na najisi pia, pakawa pana najisi mbalimbali huko zimekaa, na ukatahari na ukaswali tu, wala hakuna mani, kwa sababu sehemu yako umefanyaje? Umeisafisha. Mefahamiana? Ile sehemu yako kwa nyingine ya pembeni kokote pakawa pachafu, lakini ni sehemu ambayo wewe unaona hii ni muqayyad, ni inafaa mimi kuswali, ukaisafisha. Yalie mathalan kwenye meli, tukazungumza siku ile kwenye train, mtu anasafiri kwenye train akasafisha lile eneo lake la kuswalia pale akaswali. Au mtu yupo kwenye meli, kwenye meli, au mtu akayepo sokoni, mathalan sokoni kwenye mafurugu mengi sana, uchafu wa kila namna, basi pale akasafisha tu lile eneo lake ambalo yupo kalipata,
akaswali fala ma. Hiyo ndo sehemu anatakikana itaharisha, hiyo ndo sehemu anatakikana ifanyaje, aitaharisha. Hiyo ni sehemu ya pili ya beti. Thumma qala la najasun bi tarafi alhasiri law mara mawraka ala alshahiri. La najasun, anasema masala haya sasa inafungamana na beti iliyopita. Tujalie mathalan nguo mathalan sehemu ya pembeni ya pakulia, kushoto kulia kwako, au kwenye mswala, au unaswalia kwenye godoro dogo, au unaswalia kwenye mkeka pakawa kwenye ile ncha ya mwisho kule ya mkeka, ile ncha ya mwisho ya mkeka wako mswala wako kuna najisi pale. Je, najisi ile inazingatiwa? Au kwenye godoro lako pale kuna sehemu fulani ya najisi ndogo, je, inazingatiwa? Hata kama mathalan tujalie mswala wako ni msafi, lakini kwa kule wewe kurukuu kusujudu ukawa na utikisa tikisa fulani hivi ule mswala, ukaenda ukagusa nini sehemu ya najisi, je, bado huu mswala wako au mkeka wako huu utakuwa umeshika najisi? Qala, nasema la najasu, hakuna najisi. Bitarafi alhasiri, kwenye ncha ya mkeka. Alhasir ni mkeka na isichukuliwe tu mkeka peke yake, sababu hii la mafhuma la, ni ibara ambayo haina mafhumu, kwa maana unaruhusiwa kusema mkeka, bali unaweza ukasema godoro, lakini pia unaweza ukasema pia mswala mdogo mdogo tu, kapeti, ukanyongea pia na maturubai, yote naingia hapo. Sio mafuhumu yake imefungwa kwenye hasiri peke yake, la, kwa la mafuhumu bil hasiri fakat, bali ni kila kitu ambacho mtu huwa anakitandika pale chini mwenye kuswali na akaswali juu yake. Kwa hiyo kitu kile kikawa kwenye ncha yake kina najisi, basi najisi ile haiwezi kumpata yule mwenye kuswali. Na haya maneno yamesema Imam al-Hattabi, kwa la najasun, haihesabiwi najisi, haizingatiwi najisi bitarafi alhasiri, iliyo kwenye ncha ya mkeka, pembeni kabisa kwenye ncha ya mswala ya mkeka, turubai, kapeti lako. Lau mara mauraka ala shahiri, lau hata kama mara ataitikisa mauraka, lau hata kama ataitikisa, au lau kwamba itatikisika kwa wewe mauraka, wewe kuitikisa. Lau mara, lau itatikisika, lau utatikisika mathalan ule mkeka mauraka, kwa kutikisa kwako wewe, ukawa umeutikisa ule mkeka, ikaenda kaigusa ile najisi, naambiwa la najasa, hakuna najisi, wewe endelea kuswali ala shahiri, kwa kauli iliyokuwa mashuhuri. Na haya ameyataja Imam Suhununi kwenye Mudawwana, anasema wala ba'sa bisalati ala tarafi hasirin, hakuna ubaya mtu kuswali kwenye pembe ya mkeka. Ala tarafi alhasiri, kuswali kwenye pembe ya mkeka. Bitarafihi alakhari najasa, kwa ambao mkeka huo ncha yake nyingine ya mswala huo ina najisi. Intaharaka, hata kama ikiwa atatikisika kwa kule kupenda mbele, kurudi nyuma, kusujudu, kurukuu, ukatikisika ule mkeka ukagusa najisi fulani, basi huo mkeka wake hautoharibu swala yake. Kwa hiyo masala ya pili ni kwamba ile sehemu ambayo imezingatiwa ndiyo sehemu ya wewe unatakana uisafishe, hata kama mswala wako utakwenda utagusa lile eneo la pembeni, kapeti lako litagusa ile sehemu yako ya pembeni pale na najisi, bado najisi ile haitofanyaje, haitozingatiwa. Umefahamiana? Najisi hiyo itafanyaje? Haitozingatiwa. Ndio anasema la najasun bitarafin hasiri law mara mauraka ala shahiri. Ala shahiri maana yake nini? Kwa kauli iliyoko mashuhuri ndio ala shahiri, kwa kauli ambayo ni mashuhuri kwenye madhehebu, kwamba mswala hata kama utatikisika mauraka, kwa kule kutikisika kwako wewe. Si inawezekana mtu anaswali atikisika, si ndio? Uko narudi nyuma wakati mwingine, unakwenda mbele wakati mwingine hivi,
au unakwenda kuteremsha miguu, unakuta wale mswala mara unajikunja mara unarudi nyuma, kule kutikisika kwako kugusa najisi, la najisi. Akasema au ma bijambika tamassu au yamas thawbuka au tahta asirika kanas, au ma bijambika tamas, au pembezoni mwako tamas, au ma bijambika tamas, au ma bijambika, kile kilichokuwa pembezoni mwako, tamas, kikagusa mswala. Sasa kile najisi ile ilikuwa pembeni au ule uchafu uliokuwa pale ukagusa mswala, au yamassu thawbuka, au nguo yako kata kuteremka na kupanda na kushika ikagusa. Kwa kuna mambo mawili hapo, si ndio? Kuna kitu kilicho pembeni ya eneo lako kikagusa mswala wako au kikagusa nguo yako. Sehemu ya pili, au yamassu thawbuka, au nguo yako ikagusa najisi ile au ikagusa kitu kichafu, sawa. Au tahta hasirika kanas, au chini ya mkeka wako, chini ya mswala wako, chini ya kapeti lako na turubai lako, kanasa, dakhala, kwa imeingia najisi chini ya ule mkeka wako, kanasa, ikawa imeingia najisi, basi la najisu, hiyo najisi haihesabiwi hiyo, kwa sababu lile eneo lote umeshalitengeneza vizuri kabisa, ushajiwekea kwamba hili ndilo eneo langu la kuswalia. Kisha baada ya hapo, wakati upo katika ibada yako, kule kwenda mbele mswala, kurudi, kufanyaje, kukaigusa najisi ya pembeni, au nguo yako ile, labda ni kanzu, umevaa joho au umevaa koti, wakati unapokwenda kusujudu vile likawa limetanuka, unaenda kurukuu likashuka chini likagusa najisi ya pembeni, la najasun, najisi hiyo haifanyaje, haizingatiwi, endelea kuswali na swala yako sahihi. Kisha kama akasema walabisun tarafa thawbin biqadri tarafihi almulqa bil ardi istadar, walabisun tarafa thawbin biqadar tarafihi almulqa bil ardi istadar. Beti nyingine na baadhi ya washereheshaji kitabu hicho nasema sahihi angesema kwenye tarafihi, sababu hapa imeandikwa tarafihi almalqiyi bil ardh au almulqiyi bil ardh, lakini sahihi angesema almulqa ala al ardh, almulqa bil ardh ala al ardh. ولبس طرف ثوب بقدر طرفه الملقى على الارض استدار. Mtu amevaa nguo mbili, nguo moja zote kazivaa nguo zikiwa tahara, au nguo zake zote ni tahara, au nguo yake alovaa ni tahara, ima amevaa nguo ya juu na ya chini, nguo ya juu na ya chini. Sasa anasema walabisun, na yule aliyevaa, walabisun, na mtu mwenye kuswali ambaye labisun amevaa, tarafu thawbin, ncha ya nguo aliyovaa, nguo hiyo ambayo ni safi, biqadharin, ikagusa ikaishika najisi. Sawa, sio tena mwenye sehemu yake, hapana, ni mtu tu ambaye anasali kisha nguo yake ikagusa najisi. wama walabisun tarafa thawbin biqadar tarafihu almulqa bil ardi istadar. Kisha nguo ya pili ambayo alikuwa ameivaa yenyewe, sasa anasema almulqa ala al ardi, ambayo imedondoshwa ardhini, imedondoshwa chini ya ardhi, nguo ambayo ilidondoka kwenye ardhi ambayo ni najis, basi anasema istadar, itadhurika swala yake kwa kuswali na nguo ambayo iliyodondoka kwenye najisi kule, kisha yeye akaja akaivaa. Fikiria mbali kwenye kuswali, yani nguo ambayo yeye zilikuwa ni nguo mbili, moja hiyo nguo yake ya chini au ya juu ilikuwa mulqa ala al-ardi, ilitupwa kwenye ardhi ambayo ina najisi, istadar, basi nguo yake, ibada yake itakuwa imedhurika, kwa maana imebatilika, kwa sababu ya nguo ambayo ncha yake moja imedhurika na nini, na najis.
kwa maana nguo hiyo ilitupwa na idondokwa kwenye ardhi ya najis. Achilia mbali huko na swali, tunazungumzia huyo kwanza kuna swali na rukuu na sujudu, ncha moja ikagusa katika ile sehemu iliyosafisha au najisi ikawa inakuja ikagusa. Achilia mbali hivyo, tunamzungumzia mtu ambaye nguo yake ilitupwa, iliwekwa kwenye najisi, basi nguo hiyo kuichukua kuivaa inadhuru swala yako. Kutakiwa kuivaa nguo namna hiyo kwa sababu ya nini? Istadhar, inafanyaje? Inadhuru. Lakini huyo wa kwanza, nipo kwenye swala ninaswali vizuri na nini, kurukuu kusujudu, nguo yangu ile wakati na swali najisi ilikuwa inapita, kama ni maji, upepo ulifanyaje, vyote kavyokuwa, najisi kaigusa ile nguo yangu kiasi fulani ikagusa, anasema hiyo la yadhur, la najisu, sio, hakuna najisi. Lakini sasa hii ya pili maana yake ni nguo ambayo ilikuwa huko ilipokuwa, lakini sehemu ilipokuwepo ilikuwa mulqa ala al-ardhi, imetupwa kwenye ardhi, imedondoshwa kwenye ardhi, ni najisi. Basi nguo hiyo kuivaa itakuwa nini? Haitakikani mtu aivaa, kwa sababu nguo hiyo istadhar, imedhurika. Kwani imeandikwa istadhar? Walabisun tarafa thawbin biqadar al-ardh. Kwa tumesema nikibisha kuandika tarafuhu al-mulqa ala al-ardh. Hii ndio beti ilikuwa imekamilika vizuri, kusema tarafihi al-mulqa ala al-ardh, huu sahihi utakuwa mzuri. Kwa hiyo masala leo ni masala mawili tu ambayo kayataja hapa. Masala ya nguo kwamba najisi itakapokuwa imeingia sehemu ya ambayo umeshaisafisha, kwa kauli iliyo mashuhuri, hiyo najisi haitozingatiwa. Hata kama nguo yako itagusa au najisi itagusa pale tahta alhasiri kanas, ikawa imeingia chini ya mkeka wako, haitodhuru. Lakini pia vile vile nguo ambayo iliyotupwa kwenye najisi, kwenye ardhi ambayo najisi imetupwa kule, ile nguo kuivaa kwa ajili ya swala haitakikani. Nguo hiyo haitakikani wewe uivae. Walabisun tarafa thawbin biqadar tarafihi almulqa ala al-ardhi istadhar. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.